Rafiki yangu mpendwa, popote pale ulipo, ninakukaribisha katika programu yetu ya leo ambapo tutakuwa na somo la muhimu sana, somo ambalo liko karibu na moyo wangu. Somo letu linazungumzia muziki. Ni aina gani ya muziki inafaa kutumika kanisani ama kwenye ibada? Sasa hili ni somo ambalo mimi nina maslahi nalo kwa sababu uimbaji na muziki ndio wito wangu wa kwanza. Kwa hivyo huo ndio wito wangu wa kwanza na ni kitu ambacho nakipenda kukifanya katika nyumba ya Mungu na katika utumishi. Kwa hivyo tutakwenda kuangalia ni muziki wa aina gani utumike kanisani, namna gani utumike, na ninafahamu kwamba mada hii pia ina mitazamo mbalimbali na watumishi mbalimbali wamefundishwa kwa namna tofauti, na mimi basi ningependa kuchangia na kusema kidogo kuhusu huduma ya muziki. Basi kabla ya hilo tumwabudu Mungu kwa dakika chache, alafu tutaingia kwenye somo letu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. 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 Hallelujah. Tuendelee tena kidogo, tupashe na hapa. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Yes, muziki, huduma ya muziki na uimbaji. Sasa kama nilivyosema, hii ni mada ambayo ina mitazamo tofauti tofauti, ila tuanze kwa kufafanua muziki ni kitu gani. Muziki ni nini? Kwenye notes zangu nimeandika kwamba muziki ni sehemu ya utamaduni wa kila jamii. Kila jamii duniani ina aina fulani ya muziki na ala. Kila jamii. Kwa hivyo muziki ni universal. Kuna wengine wanasema muziki ndio lugha ya dunia nzima. Kila jamii ya watu ina aina yao ya muziki. Na kupitia muziki jamii huelezea mambo yake, mambo mbalimbali kama mila, desturi, ibada, mahusiano, changamoto za maisha, mapenzi, vita, ushindi, kushindwa, nyakati nzuri, nyakati mbaya, nyakati za mavuno, nyakati za misiba, nyakati za harusi, nyakati mbalimbali. Watu wanatumia muziki na ala za muziki kujielezea. Kwa hivyo muziki ni kitu cha muhimu sana katika kila jamii. Sasa ala na mirindimo mbalimbali ya muziki na staili za muziki, maana kuna staili nyingi sana za muziki. Hizi zinatokana na mazingira ya kijiografia. Kwa mfano, ukienda kwenye
jamii ambazo zinaishi kwenye misitu ama maeneo yenye misitu mingi, unakuta kwamba ala zao ama vifaa vya muziki vingi vinatokana na mbao, vinatokana labda marimba zile, na kutokana na bidhaa za misitu wanatengeneza ala zinazotokana na vile na mazingira walionayo. Ukienda kwenye watu wanaoishi kwenye pwani na kwenye ufukwe, utakuta ala zao pia za muziki, wengine wanatumia labda na ngozi za samaki kutengeneza baadhi ya magitaa, ama kama yale mangozi ya kobe, kuna watu wanatumia hayo kutengeneza. Kwa hivyo mazingira ya watu pia yanaamua ni ala gani ama vifaa gani vya muziki na watatumia, na hivyo vifaa vinaamua pia ile beat. Maana beat inatokana pia na mazingira, inatokana na mila, inatokana na desturi. Kwa hivyo kuna beats mbalimbali za muziki kulingana na mazingira watu waliopo. Kwa hivyo ukienda kwa mfano visiwa vya Caribbean, kuna aina yao muziki. Ukija Marekani, kama hapa tulipo Marekani, kuna aina zao za muziki. Kuna folk music, lakini kuna country music, kuna jazz na muziki ya namna hiyo. Ukienda Europe, ukienda Asia, ukienda Afrika na maeneo mbalimbali, kila eneo lina aina fulani ya muziki. Kwa hivyo muziki ni lugha ya ulimwengu mzima, lakini muziki ni kifaa ama chombo kinachosaidia jamii kujieleza. Sasa kitaalamu, muziki ulimwenguni mote, muziki ni universal. Muziki ni muziki kila mahali. Kwa hivyo kwa mfano unapoanza kujifunza muziki, kwa mfano hii hapa ni key G, okay? Hii ni key G, na kwenye kinanda changu hiyo ni key G, alright? Hakuna key G ya kiroho na ya kidunia. Kwa hivyo music is music. Kwa hivyo note ninazozitumia kwenye gitaa langu hili, ama kwenye kinanda, ama kwenye zeze, ama kwenye flute, ama kwenye saxophone, muziki zile note ni zile zile. Hakuna scale za kiroho, hakuna scale za kidunia. Ndio maana tunasema music is universal. Muziki ni wa dunia nzima. Kwa hivyo G ni G hiyo hiyo, F ni F hiyo hiyo, A ni A minor ni hiyo. Kwa hivyo zile chords za muziki ni universal, zote zinafanana. Kwa hivyo drum ninayoitumia kanisani, gitaa, keyboard, piano, marimba, chochote kile unachokitumia kwenye ibada ndicho ambacho wengine nacho wanakitumia kwenye kupiga dansi, kupiga labda kwenye klabu na vitu kama hivyo. Kwa hivyo vifaa ni vile vile, ujuzi ni ule ule, notes za muziki ni zile zile, scales za muziki ni zile zile. Sasa tofauti ni nini? Sasa swali linakuja, je, kuna muziki wa kidunia na muziki wa kimungu? Maana hapo ndio kwenye changamoto, kwamba je, kuna muziki wa kidunia na muziki wa kimungu? Swali hilo jibu lake ni ndio na hapana. Ni ndio na hapana. Ndio kwa maana kwamba tunapoangalia ujumbe, kwa sababu kwenye muziki kuna swala la ujumbe, alafu kuna swala la ala na mirindimo ama midundo. Kwa hivyo tunapozungumzia swala la ujumbe uliopo ndani ya muziki, ni kweli kuna muziki wenye uvuvio wa kimungu ama Roho Mtakatifu, na kuna muziki yenye uvuvio wa kipepo ama wa kishetani ama wa nguvu za giza. Hilo halina ubishi. Kuna muziki wa kipepo, kuna muziki wa kimungu. Sasa tunapozungumzia muziki, nazungumzia ujumbe na namna ya kufikisha huo ujumbe. Ipo namna ya kimungu na namna ya kishetani. Lakini sehemu ya pili ya hilo swali, tunapozungumzia swala la mirindimo na ala, je, kuna mirindimo ya kimungu na mirindimo ya kishetani ya muziki? Jibu ni hapana. Najua sasa wengine mnaweza mkabisha. Jibu ni hapana, kwa sababu hiyo mirindimo ni universal. Na ukumbuka sasa hivi dunia ni kijiji.
Yani unaweza ukapiga mziki wa Jamaica ukaupiga Tanzania, unaweza ukaupiga mziki wa Tanzania Marekani, unaweza ukaupiga mziki wa South Korea ukaupiga Australia. Kwa hivyo mziki ni muziki. Kwa hivyo ile mirindimo, kwa mfano huu wimbo tumeimba roho yangu na ikuimbie, ama tuseme Mungu yu mwema. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Huo wimbo naweza nikaupiga kwa rege. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Na huo mziki unaweza kaupiga taratibu kwenye piano. Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, Mungu yu mwema, yu mwema kwangu. Sasa mrindimo upi ni wa kiroho, mrindimo upi ni wa kidunia? Ndugu zangu, tunapokuja kwenye mziki kama sanaa, hakuna mziki wa kidunia, hakuna mziki wa kimungu. Lakini inapokuja kwenye ujumbe, ni kweli kuna ujumbe wa kimungu na ujumbe ambao ni wa kishetani. Sasa Biblia inasemaje kuhusu mziki? Labda maana sisi tunasimamia Biblia. Hebu tusome Zaburi. Ukisoma Zaburi ya 150 yote, lakini hebu tuanzie mstari ule wa 4. Inazungumzia kuhusu mziki na namna ya kumsifu Mungu. Inasema msifuni kwa matari na kucheza. Haijasema kucheza kwa namna gani, lakini imesema kwa matari na kucheza. Msifuni kwa zeze na filimbi, msifuni kwa matoazi yaliayo, msifuni kwa matoazi yavumayo sana, yale crashing cymbal. Anasema kila mwenye pumzi na msifu Bwana, haleluya. Kwa hivyo hapa Biblia inataja baadhi ya ala za mziki. Kumbuka hapa hawajataja vinubi, hawajataja baadhi ya miziki mingine. Hii ni kwa mtazamo wa kule Israel. Kwa hivyo hivi ni vifaa ambavyo kina Daudi walikuwa wanatumia, lakini ukienda kwenye tamaduni zingine kuna vifaa vingine zaidi. Kwa hivyo hii ni kama sample tu ya vifaa vya mziki. Kwa hivyo anachokisema mtunga Zaburi kwamba tumsifu Mungu kwa ala mbalimbali za mziki, na kila mwenye pumzi ya msifu Mungu. Lakini hilo andiko halituambii kwamba tumsifu Mungu kwa reggae, tumsifu Mungu kwa pop, tumsifu Mungu kwa country music, ama kwa blues, ama kwa hip hop, ama kwa bongo flavor, ama kwa aina yoyote ya muziki. No, haisemi kitu cha neno. Inachosema ni kumsifu Mungu. Sasa inategemea wewe ni mtu wa uko comfortable na mziki wa aina gani, basi utamtukuza Mungu kwa ule mziki ambao uko available kwako. Kwa hivyo mziki kama sanaa ama sayansi ya kupiga ala ni universal. Zile noten ni zile kidunia na kanisani. Zile mpangilio, octaves za music scales zote ni zile zinafanana. Sasa muziki wa kanisani unapaswa kupimwa kwa vigezo vya kiroho na vya kichungaji. Kwa hivyo swali sio tu je ni staili gani ipo duniani, bali je ujumbe huu unamtukuza Kristo? Sio kwamba kama kanisa hatu focus kwenye style, tuna focus kwenye ujumbe. Huu mziki umepata ujumbe wake umetokana na nini? Kuna uvuvio gani kwenye huu ujumbe? Na pia niweze niongezee, sio kila wimbo unaoimbwa na msanii Mkristo ama wa kanisani ni wimbo wa kimungu. Lakini pia sio nyimbo zote zinazoimbwa na watu ambao hawajaokoka kwamba ni nyimbo mbaya.
kuna nyimbo za kimaadili. Miaka ya nyuma kulikuwa kuna nyimbo nyingi ambazo zilikuwa ni nyimbo nzuri za kimaadili, unaweza ukasikiliza na ukapata maadili mema. Kuna wimbo mmoja unasema, na washukuru wazazi wangu wakati wote, ushauri wao umeniletea mafanikio, sasa naishi na watu vizuri, sasa naishi. Hizo nyimbo zilikuwa ni nyimbo zinakupa maadili mema, kwamba namna gani ushirikiane na watu ukiwa mbali na nyumbani, unaishije na watu. Kwa hivyo sio kila mziki ama wimbo unaoimbwa na Mkristo ni wimbo wa Kikristo, na sio kila wimbo unaoimbwa na mtu ambaye hajaokoka ama sio Mkristo kwamba ni wimbo mbaya. Kuna nyimbo ambazo ni nzuri na hazina shida, okay? Kwa hivyo sasa sisi tunachoangalia tofauti ya mziki wa kidunia na mziki wa kimungu ni swala la ujumbe, na inapokuja kwenye ibada ni muhimu sana kuangalia tunatumia nyimbo za namna gani. Sasa kwa wale ambao tuko kanisani ama kwenye ibada, nadhani swala tunalopaswa kujiuliza ni katika wimbo unaoimbwa ama mziki unaoimbwa ni kwamba, je, maneno ya wimbo huu ni ya kibiblia? Are we singing scripture? Je, haya tunayoimba yanaendana, yako sahihi kibiblia na kithiolojia? Maana sisi tukawa tunaimba vitu kwa sababu tu ni kwaya imeimba. Sio kila wimbo ni wimbo ambao unamtukuza Kristo. Je, huu wimbo maneno yake yanawaelekeza watu kwa Kristo ama yanawaelekeza kwa msanii? Maana saa nyingine nyimbo zingine ni za kujitukuza sisi wanadamu badala ya kumtukuza Mungu. Lengo la ibada na uimbaji kanisani ni kumtukuza mmoja aliyeketi kwenye kiti cha enzi, kumtukuza Mungu, kumtukuza Yesu Kristo. Lakini pia kwenye swala la style na mirindimo ni vizuri kujua, je, style hii inasaidia kuupeleka ujumbe na ukafika vizuri? Maana lazima pia tuwe na hekima. Biblia inatutaka tuishi na tuwe na hekima, okay? Kwa hivyo hayo ni mambo ya kujiuliza, lakini pia ujiulize, je, uwasilishaji wake unajenga heshima, utaratibu na ibada ya kweli? Kwa sababu mnaweza mkawa na wimbo mzuri wa kimaandiko, wimbo mzuri kabisa wa kibiblia, lakini namna ya kuwasilisha ukawa ni kwazo. Hiyo kuwasilisha inajumuisha pamoja pia na namna ya kucheza. na hilo tutaliongelea kidogo. Kwa hiyo jibu la msingi ni hili: hakuna muziki wa kimungu ama muziki wa kishetani kwa maana ya ala na noti za muziki na mdundo wa kimuziki. Lakini kuna tofauti ya mziki wa kimungu na mziki wa kishetani kutokana na uvuvio, kwamba ule ujumbe, je, huu ujumbe umetokana na Roho Mtakatifu, umetokana na maandiko, umetokana na ufunuo wa kimungu, ama huu ni ujumbe wa kiuvuvio wa kipepo na nguvu za giza na kuwavuta watu kutoka kwa Mungu. Kwa hivyo ujumbe uliobebwa kwenye mziki ndio tatizo, lakini sio ala ama aina ya mirindimo, kwa sababu hii mirindimo inatokana na culture na tamaduni mbalimbali. Kwa hivyo kama kanisa tunatakiwa tuwe makini. Sasa hata inapokuja kwenye swala la namna ya kucheza kanisani, hili pia linategemea na mila na desturi na wapi tulipo. Mimi niliwahi kusoma kule nchini Uganda. Degree yangu ya kwanza nilifanyia Kampala, Uganda. Na kwa wale ambao wenzangu mpo Uganda ama mmeshawahi kwenda Uganda, jinsi ambavyo wanamtukuza Mungu kwa nguvu wakati wa kuimba na kucheza, wakati wa sifa na ibada, kuna kitu wanaita kirira. Kirira ni kwamba watu wanaimba, wanakatika, wanakata viuno, lakini kwa nia ya kumtukuza Mungu. Na hii pia iko kwa wenzetu wa Congo Brazzaville na Congo Kinshasa. Ni watu ambao expression yao wanapomtukuza Mungu, ama hata kwenye harusi ama chochote, ni mila yao kucheza na mwili mzima wanashiriki. Sasa wewe mtu uliotoka kwenye mila tofauti unaweza ukakwazwa na hilo. Lakini hiyo itakuwa ni uchanga wako. Kwa sababu mila ni tofauti. Kwa hivyo tunatakiwa tusiwe wepesi kuhukumu wengine wanavyomsifu Mungu, lakini tuangalie, je, nia yao ni nini? Wanamsifu Mungu katika roho na kweli, ama wako tu kwa pale kuimpressi ile ama kuvutia tu umati? Hapana. Kwa hivyo lazima tuwe makini kwamba namna gani tunaweka hivi vikwazo, nini kinafanyika, mziki gani ni wa kimungu, mziki gani sio wa kimungu.
Sasa ninajua kuna wengine ambao wanaona labda mziki kama reggae ni mziki wa kishetani, wengine wanaona kama hip hop, unawezaje kuimba hip hop kanisani, unawezaje kurap kanisani, unawezaje kupiga nini, labda tuseme mziki gani, labda tuseme unawezaje kupiga labda jazz kanisani, wengine wanataka tu mziki wa mapiano taratibu ipigwe. Kwa hivyo kuna miziki ya aina mbalimbali. Kitu ninachokipenda kwenye Biblia ni kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Kuna kitu kizuri sana pale nimekiandika kwenye notes zangu. Kwenye Ufunuo wa Yohana sura ile ya 5 na ya 7, Biblia inasema nikawaona watu wa kila taifa, kila lugha, kila kabila wamekusanyika mbele ya kiti cha enzi wakimtukuza Mungu. Watu wa kila lugha, kila taifa, kila kabila, kila mila na desturi. Kwa hivyo ndugu zangu, tukifika mbinguni usije ukashangaa katika ibada ya sifa kule mbinguni tukawa na mitindo mbalimbali ya sifa na ibada na mirindimo. Tunaweza tukawa na reggae zikapigwa kule, zikawa rock music, rumba, bongo flavor, ama piano, blues, salsa, country music, traditional folk, na mitindo mbalimbali. Hata ile mitindo usiyoipenda unaweza ukaikuta iko mbinguni. Lakini kikubwa ni ujumbe. Mbinguni wanasema, wimbo wanaoimba kule wanasema, umestahili wewe mwana kondoo, umestahili kupokea sifa, heshima na utukufu na enzi milele hata milele. Kwa hivyo katika mada yangu hii ninachotaka kusema kwa muktasari, hakuna muziki, tunapozungumzia swala la ala na mirindimo na aina, hakuna muziki unaweza kusema huu ni mrindimo wa kimungu na huu mrindimo wa kishetani, na ama ala zile tunavyozipiga, ama notes za music na scales zote ni hizo kwa sababu music is universal. Kinachotofautisha ni ujumbe gani umebebwa kwenye huu muziki. Ni ujumbe ambao una uvuvio wa kimungu na Roho Mtakatifu na maandiko, ama ni ujumbe wenye uvuvio wa kishetani na kimapepo unaowaondoa watu kwa Mungu. Nadhani hilo ndio la msingi. Lakini kusimama na kusema reggae ni mziki wa shetani, sijui rock music ni mziki wa kimapepo, hakuna. Rock is just ni aina ya mziki, lakini huyu mtu anaweza kuwa amevuviwa ujumbe uliopo ndani ya huo mziki, ujumbe wa kishetani. Hilo hakuna mjadala kwenye hilo. Lakini mziki kama ala, unaweza ukapiga rock kanisani, unaweza ukapiga reggae kanisani, unaweza ukapiga kwasa kanisani, unaweza ukapiga mapiano, unaweza ukapiga chochote kile, blues, rock, inategemea. Sasa kile ambacho mchungaji ama mtumishi wa Mungu hakipendi, haina maana kwamba hicho ndio dhambi, kwa sababu kila mtumishi pia ana namna ya vitu anavyovipenda. Sasa mara nyingine tusigeuze mitazamo yetu binafsi na kuifanya kwamba ndio neno la Mungu. Neno la Mungu halituambii ni mziki wa aina gani ndio mziki wa kiroho. Neno la Mungu linasisitiza ujumbe tunaouimba uwe ni ujumbe wa kumuinua Kristo, wa kuwavuta watu kwa Kristo, wa kuwasaidia watu waabudu. Na tukumbuke mziki ni expression, ni namna jamii inavyojieleza. Kwa hivyo na jamii ziko mbalimbali na aina mbalimbali za muziki, na zote ni nzuri. Huo ni mtazamo wangu. Kama una mtazamo tofauti, Mungu akubariki na asante kwa kunisikiliza.